السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى ule moyo kunyenyekea na kudhalilika kwa ajili ya Allah na kuonyesha uhitaji wake kwa Allah ukiwa na tamaa na kile kilichoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo ukavunjika kabisa mbele ya Allah, ukajidhalilisha mbele yake, ni sababu ya kumpenda Allah bali pia ni sababu ya kupendwa na Allah. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. ili jambo alifahamu isipokuwa anaokuwa nalo. Sasa hivi ukizungumza ni majina tu na ibara, lakini ule ukweli ili jambo ni adhimu sana, alijua ambaye ashalionja, kujidhalilisha kikweli mbele ya Allah. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. kukaa faragha kwa ajili ya Mola wako katika wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku, anaposhuka Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya kwanza. yanzilu rabbuna, mtume sallallahu alayhi wasallam, Mola wetu hushuka ila samai dunya, katika mbingu hii ya juu ya dunia, fi thuluthi al-layl al-akhir, katika thuluthi ya mwisho ya usiku. huu ni wakati adhimu sana. Kwa Ibn Qayyim asema abakie mtu peke yake faragha katika wakati ule ili kuzungumza na Mola wake na kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo wake usimame kwa ajili ya Allah, ajiadabishe na adabu za ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake. Kisha kabla ya kupambauka alfajiri, wabil ashari hum yastaghfirun, aomba maghfira kana kwamba alikuwa amekesha katika dhambi, kumbe la, amekesha katika ibada, lakini bado ajiona ana upungufu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amuomba maghfira. hii ni katika sababu kubwa za kumpenda kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wewe kupendwa na Allah. التاسعة مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. kukaa na wale wa kweli wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala, maana kukaa na watu wema na kuchukua katika matunda ya maneno yao mazuri. kwa ufupi, kukaa na watu wema. kama yuntaqa ataibu thamar, kama vile mtu anavotunda matunda uchague yale yaliyoiva mazuri kabisa. kwa hiyo katika maneno yao wachagua maneno yaliyo mazuri kabisa. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. na wala usizungumze isipokuwa ukiona kuna maslaha katika kuzungumza kwako, na ukajua kuwa katika kuzungumza kwako kutakuwa na manfaa kwako wewe au kwa mwingine. kwa kule kukaa na watu wema, kukaa na watu wa kheri, ni katika sababu kubwa itakayokupelekea wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Pale daima utakuwa kumbushwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. kama vile ukiketi na watu wa shari ni kinyume na hivyo, wazidi kukuweka wewe mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. na wewe angalia mfano wa vikao vya watu wa marungi. wajua walaji marungi hana raha ya kiketi peke yake, isipokuwa wengine akili zao zimeruka wakitembelea peke yao, lakini yuko tayari yeye kutoa gharama kwa mwenzake ili akae na yeye azungumze. basi sikiliza hao mazungumzo yanazungumzwa pale, ndio utajua kuna watu akili zao mbovu, kisha kwambia si haramu. wewe ukimwangalia iwasikitishe, mdomo umekatika huko. mwanzo wa siku hizo wanaokula ya madude, afana Allah wa iyakum, yaitwa nini haya, mogokasi. wengi wa machizi, wengi wanashika uenda wazimu. si muda mrefu nilisoma kwenye gazeti sababu kubwa leo inaowapeleka watu katika hospitali ya uenda wazimu, zaidi ya 95% ni mogoka hapa Mombasa.
siku mbili tu hivi zilizopita nimemuona bwana mmoja namjua kijana alikuwa kijana mzuri basi kufuatana na watu hao waovu piga magati kweli kweli shekhi ukimwona kwa mdomo mkatika na ile dude siku kwa sababu 20 basi kila mtu hula na kila siku wallahi msalamu alaykum vipi angekuwa kama mwenda wazimu hii nini hii jamani kwa nini wewe hivyo na kuna watu wengine wasema ati ukizungumza unajua mambo haya kuna watu bwana wakasirika bwana wao ndo wala sasa wale kama wala waacha shekhi utaokota makaratasi wewe kesho kutwa tu utaokota makaratasi ya nini ulali muangalie kila anayekula ile madude ana ugonjwa wa wasiwasi wallahi alazim jaribu kila anayekula ile madude utamwona akizungumza tetemeka angalia huku mara huku una nini si ukale ma apple na zabibu kwa nini kula figili basi ama kama unkasirika sana nenda kanunue spinach na mchicha kisha utafune hivi mbele za watu hatukwambii ushikwe na wazimu wallahi alazim ushikwe na wazimu utaendesha vizuri tumbo lako litakuwa salama kabisa jaribu uone si majani yote haya yani watu subhanallah waacha kile kilicho na manufaa waenda kufuata madude hayana faida yoyote wewe muulize moja faida gani wapata kwa madude nasema ukikaa na watu waovu utakuishia katika hali kama ile hawa watu waovu watakana watu wasikae na wao mpaka wajione peke yao wao ndo waje kwa watu waheri wabadilike lakini si watu kukaa na wao kaka maskani tukupoteza umri akhi watu wafanya mambo ya maana nyinyi mmekaa tu hakuna faida yoyote mwaipata la ya kidunia la ya kiakhira kwa hiyo kukaa na watu wema mujalasatul muhibbin sadiqin al-ashir kumalizia mubaadatu kulli sababin yahulu baina alqalbi wa baina Allah azza wa jalla kila sababu inayokuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala au inakuweka moyo wako mbali na Allah ujiepushe nayo bimaana ujiepushe na maasi jiepushe na maasi kaa mbali na vikao ambavyo havina khairi na hakuna jambo baya kama kukaa na watu wa bid'a kabla watu wa marungi watu wa bid'a watakuchefua moyo wako watakuharibu wewe na wengineo katika watu waovu sababu yoyote inaokuweka mbali moyo wako wewe na Allah inauzuia moyo wako kufikia kwa Allah jiepushe na sababu kama ile biidhnillah ta'ala utampenda Mola wako na utapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala hizi ni sababu 10 amezitaja Imam Ibn Qayyim